Dakika zilizotangulia ukimya. Hadithi ya Bomas, lawama na kivuli cha siasa. Kabla ya ajali, kabla ya taarifa rasmi, kabla ya injini kulaumiwa, jina la Francis Omondi Ogolla lilikuwa tayari limefungwa kwenye mjadala mzito wa taifa. Haikuwa ajali iliyomleta kwenye siasa. Siasa ndizo zilizokuwa zimemzingira kabla ya ajali. Ndani ya simulizi hilo, Bomas ya Kenya ikawa alama, mahali palipobeba mzigo wa uchaguzi, hofu ya dola na tafsiri zinazokinzana za utii wa taasisi. Ndani ya alama hiyo, Ogolla akatajwa kama mmoja wa waliokwenda kujaribu kubadili matokeo. Lakini je, kosa lilikuwa lake au alibebeshwa mzigo wa kizazi, mfumo na wakati? Bomas kama uwanja wa taharuki, sio njama ya mtu mmoja. Usiku wa uchaguzi wa Agosti mwaka 2022 haukuwa wa kawaida. Bomas iligeuka kitovu cha taharuki ya kitaifa. Taasisi zilikuwa zinajaribiwa, maamuzi yalikuwa chini ya darubini, na kila hatua ilitazamwa kama ishara ya upande fulani. Ndani ya mazingira hayo, harakati za kiusalama hazikuwa anasa, zilikuwa wajibu. Jeshi na vyombo vingine vya ulinzi vilikuwa na jukumu la kuhakikisha usalama, si kubadilisha matokeo. Ndipo jina la Ogolla likatajwa. Kwa mujibu wa kauli zilizoripotiwa baadaye, ilidaiwa alienda Bomas kujaribu kugeuza ushindi. Lakini simulizi mbadala zinasema uwepo wa maafisa wa juu wa usalama katika maeneo nyeti ya kitaifa ni sehemu ya taratibu za kawaida wakati wa hali tete. Hapa ndipo mstari kati ya wajibu na tuhuma unapoanza kufifia. Makosa yasiyokuwa yake, mzigo wa taasisi na kizazi. Kuna hoja nzito inayosisitiza kwamba Ogolla alibebeshwa kosa la mfumo. Alikuwa afisa wa taaluma aliyepitia ngazi kwa nidhamu na rekodi ya huduma. Katika mazingira ya uchaguzi yenye joto, taasisi hufanya maamuzi ya pamoja. Lakini jamii inapohitaji uso wa lawama, mara nyingi humchagua mtu. Ogolla akawa uso huo. Wanaunga mkono hoja hii wanasema hakukuwa na uthibitisho wa hatua binafsi za Ogolla za kisiasa. Badala yake alikumbwa na mawimbi ya tafsiri na kauli za kisiasa zilizokuja baadaye, zikachora picha ambayo haikuwiana na maelezo ya ndani ya taratibu za usalama. Lawama ya kizazi, siasa za kuita tahadhari uasi. Ndani ya mjadala huu, kauli za kizazi zilitumika kama onyo, kama maelezo au kama uhalalisho wa uamuzi mgumu. Wapo wanaosema lawama ziligeuzwa kuwa somo la kizazi, kwamba kulikuwa na maafisa wa mtazamo wa zamani waliodhaniwa kutokubaliana na mwelekeo mpya wa uongozi. Hapa, Ogolla hakuonekana kama mtu binafsi, bali kama ishara ya kundi. Hoja hii inadai kuwa lawama zilivuka mtu na kwenda kwenye kizazi cha maafisa waliokulia katika nyakati tofauti za kisiasa. Kwa mtazamo huu, Ogolla alisimama katikati ya mvutano wa mabadiliko ya kizazi ndani ya dola. Mabadiliko yanapokuwa na kelele, mara nyingi mtu hulipa gharama. Kauli za hadharani na maana zake za muda mrefu. Kauli zinazotolewa hadharani na viongozi zina maisha marefu kuliko tukio lenyewe. Kauli kuhusu Bomas, hata kama ilikusudiwa kueleza uamuzi wa uteuzi, ilibeba athari zisizotarajiwa. Iliweka kivuli juu ya uhalali wa mtu, ikazaa tafsiri nyingi na ikaacha swali hewani. Je, uaminifu wa taasisi uliwekwa rehani? Kwa jamii inayosikiliza kwa makini, kauli kama hizi hufanya zaidi ya kueleza, hufasiri historia upya. Na inapofika ajali baadaye, kauli hizo hurudi kama kumbukumbu zikilisha shaka. Ajali na shaka. Wakati ukweli unapohitaji kupumua. Baada ya kifo, maelezo ya kiufundi yalitolewa. Lakini kwa wengi, maelezo hayo hayakuweza kuondoa mzigo wa maswali yaliyokuwepo tayari. Si kwa sababu ushahidi ulipingwa kwa hoja, bali kwa sababu imani ya umma ilikuwa tayari imechoka. Wakati imani inapungua, kila ajali hubeba hadithi nzito. Ni muhimu kusema kwa uangalifu, shaka si ushahidi. Lakini shaka ni dalili ya pengo la mawasiliano na uwazi. Pengo hilo ndilo linalohitaji kujazwa kwa ukweli unaoonekana. Ogolla kati ya wito wa wajibu na kivuli cha siasa. Kwa waliomfahamu Ogolla kama mwanajeshi, picha yake ilikuwa ya nidhamu, utulivu na utii wa katiba.
Ndani ya taswira hiyo, madai ya njama za kisiasa yanaonekana kugongana. Ndiyo maana hoja ya makosa hayakuwa yake ina nguvu kwa wengi. Wanasema alitekeleza wajibu katika mazingira magumu, akawa mhanga wa tafsiri za kisiasa. Katika nchi nyingi, maafisa wa usalama hutumwa katika maeneo nyeti wakati wa uchaguzi. Uwepo wao hawashiri mapendeleo, lakini wakati siasa zinapokuwa kali, hata kivuli huchukuliwa kama ishara. Kumbukumbu za taifa na namna tunavyosoma vifo. Historia ya bara ina kumbukumbu nyingi za vifo vilivyoacha maswali. Kumbukumbu hizo huathiri namna jamii inavyosoma tukio jipya. Hivyo, ajali ya Ogolla haikusomwa peke yake. Ilisomwa kupitia lensi ya kumbukumbu za zamani, hofu za sasa na matarajio ya uwazi wa baadaye. Hii haimaanishi ukweli ulifichwa. Inaeleza kwa nini nadharia zilipata hewa. Ukweli unapochelewa, simulizi hujaa. Siasa na taasisi, mpaka unaohitaji uangalizi. Mjadala wa Ogolla unaibua swali la msingi: ni vipi taasisi zinapaswa kulindwa dhidi ya tafsiri za kisiasa? Wakati kauli za kisiasa zinapohusisha maafisa wa usalama, hata kwa nia njema, zinaweza kudhoofisha imani ya umma katika utii wa taasisi. Hapa, hoja ya lawama ya kizazi inarudi. Badala ya kujadili taratibu, mjadala uligeuka kuwa simulizi la watu na makundi. Hilo lina gharama ya muda mrefu: uchunguzi, uwazi na haki ya jamii kwa majibu. Kile ambacho kinaweza kupunguza mzigo wa shaka ni uwazi unaonekana. Uchunguzi huru unaweka wazi data, maamuzi na hitimisho ni njia ya kurejesha imani. Si kwa ajili ya kulaani au kusafisha jina, bali kwa ajili ya ukweli. Jamii inapotaka majibu, inahitaji kuyapata kwa lugha ya ushahidi. Ndivyo nadharia hupoteza nguvu. Ogolla kama somo, sio silaha. Badala ya kumtumia Ogolla kama silaha ya kisiasa, kuna somo la kujifunza. Siasa za uchaguzi zinapokuwa kali, lugha na kauli zinahitaji tahadhari zaidi. Maafisa wa usalama wanapotekeleza wajibu katika mazingira hayo, wanahitaji kinga ya mawasiliano sahihi na heshima ya katiba. Kama kulikuwa na makosa ya mfumo, yafundishwe. Kama kulikuwa na tafsiri potofu, zisahihishwe. Kumwacha mtu abebe mzigo wa kizazi si haki. Mwisho fikra, kati ya Bomas na ukweli.